mtumishi wa Mungu kuwa ameniambia si leo, si jana wala siku tatu. Amenipa taarifa za kuhubiri ni kama wiki 2 sasa. Na nimekuwa na ujumbe ambao unatembea sana moyoni mwangu. Jambo hili lilikuwa linanigusa sana. Lakini namshukuru Mungu, siku ya Jumatano tulipokuwepo hapa kwenye semina, hiyo semina iligusa tena katika jambo hili ambalo liko moyoni mwangu. Lakini pia hata leo asubuhi kiongozi wetu wa ibada amefanya kitu ambacho kimegusa moyo wangu. Kwa naona kwamba kumbe Mungu anaweza akathibitisha ujumbe mara 2 mara 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ilinipa shida wakati niko hapa Jumatano, nikasema sasa sijui itaonekanaje. Si kama natembelea kwenye masomo yale. Maana mimi kwa kweli huwa nikisikia semina huwa sichezi mbali. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe huu umegusa moyo wangu. Ni ujumbe unayosema hivi: hekima, maarifa ni msaada katika utumishi wetu. Hekima na maarifa ni msaada katika utumishi wetu. Basi tutasoma katika kitabu cha Kutoka ile sura ya 35 mstari wa 30 mstari wa 30 mpaka 35. Nitasoma halafu baadaye kiendelea na mistari mingine nitatafuta watu watakaomsaidia kusoma. Hekima, maarifa ni msaada katika utumishi wetu. Basi nitasoma. Kisha Musa akawaambia wana wa Israeli, angalieni, Bwana amemwita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri wa kabila ya Yuda, naye amemjaza roho ya Mungu katika hekima na akili na ujuzi na kazi ya ustadi kila aina, na kuvumbua kazi za werevu na kufanya kazi ya dhahabu na fedha na shaba na kukata vito vya kutilia na kuchora miti. Atumike katika kazi ya werevu kila aina, naye amemtilia moyoni mwake ili apate kufundisha. Yeye na Oholiabu mwana wa Ahisamaki wa kabila ya Dani amewajaza watu hao akili za moyoni, ili watumike katika kazi kila aina ya mwenye kuchora mawe na kazi ya werevu na ya mwenye kukata, ya mwenye kutia taraza katika nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri, na ya mwenye kufuma nguo ya hao wafumao kazi yoyote, na ya wenye kuvumbua kazi za werevu. Bwana Yesu asifiwe. Nimesoma taratibu, lakini sana sioni vizuri, lakini nafikiri nimejitahidi kusoma, na mimi na wewe pia umesoma. Habari hizi za maneno haya tuliyoyasoma haya, kama nilivyosema, yalijaza sana moyo wangu. Hizi habari ni habari za wana wa Israeli, lakini sana ni habari ambazo Musa alipewa agizo na Mungu. Huyo Eliabu
waweze kutengeneza ile hema kama tulivyoona kwamba namna ya kukata sijui nyuzi, namna ya kutengeneza kitu gani. Mungu akaweka hiyo roho ya hekima ndani yao na maarifa, ili waweze kufanya sawa sawa na Mungu apendavyo. Mungu atusaidie sana wapendwa. Yaani sielewi kwa ni pafafanueje, lakini pananigusa sana. Huwa pananigusa sana. Ukiangalia Mungu kawaida yake, hata alipokuwa anainua wafalme, ni lazima aliweka kitu cha tofauti ndani ya nani? Ya mfalme. Lakini si kwa ajili ya wana wa Israeli tu au kwa ajili ya watu waliookoka. Hata katika ulimwengu huu tunapoona mambo mengi yanaendelea ya kileo, ya uvumbuzi mbalimbali, hawa watu wasije wakafika mahali wakajivuna wakasema kwamba wao wana akili. Ni hekima ya Mungu ambayo iko ndani yao kuwawezesha kuvumbua mambo mbalimbali. Ndio maana anasema kwamba anapotawala ni hekima ya Mungu yake kutawala. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo Mungu akatia hiyo roho ya hekima na maarifa na ujuzi na uvumbuzi wa mambo mbalimbali. Tukiwaza kuvumbua, jamani, kuvumbua si ni kuvumbua, hebu nani anisaidie hapo? Ni kufanya kitu kipya wakati mwingine ambacho hakipo kwa watu wengine, si ndio? Hakifahamiki kwa watu. Jambo hili halikuwepo, mtu akavumbua. Kwa hiyo Mungu akawajaza hawa watu hekima na maarifa. Na tangu nasoma Biblia nimeona Mungu akifanya mambo kwa manabii na mitume na watu wote ambao aliwaita kwa ajili ya utukufu wake, aliweka kitu ndani yao. Mungu atusaidie sana. Nikitaka kuongezea hapo niseme kwamba kwetu sisi wapendwa, ni muhimu sana kutamani kujazwa na roho wa hekima na maarifa katika maisha yetu. Nataka nikwambie kwa nini tujazwe. Kwa nini tutamani tunapoendelea kukaa katika dunia hii. Kwa maana gani nikwambie? Mwanadamu ana mapungufu kama nilivyosema. Sisi tuna mapungufu. Kila wakati tunahitaji kujazwa, kujaziwa kitu ndipo tuweze kufaulu kufanikisha jambo. Hata kama tukisoma, hata kama tuwe na elimu ya namna gani, ni ngumu sana wakati mwingine hata kuendesha ndoa zetu. Unajua, ngoja nizungumze kitu hiki. Kwa nini tupate hekima ya ujuzi na maarifa? Kweli natamani kufafanua, lakini nashindwa nifafanueje, lakini Mungu ni mwaminifu. Tunaweza kuwa katika ndoa, tumepewa semina na tunaendelea katika ndoa. Si ndio wapendwa? Tunaendelea katika ndoa. Na Biblia imetuagiza kwamba wanaume wakae na akili na wake zao. Si ndio? Alafu tumeambiwa wanawake kwamba wanawake tuwatii waume zetu. Bila kupata akili na hekima itokayo kwa Mungu, ndoa itasumbua. Lakini kumbe tunahitaji hekima na maarifa ya kuweza kuishi na ndoa yako. Leo hii tuko katika huu ulimwengu ambao ulimwengu ni wa yes, ulimwengu wa sayansi na teknolojia, ulimwengu wenye utafiti. Mambo yanaendelea. Bila kuwa na hekima ya kimungu na maarifa ya kimungu, wapendwa, ni ngumu sana kuendelea wakati mwingine na wokovu, au ni ngumu kufanya kama Mungu apendavyo katika maisha yetu. Ni ngumu hata kutunza wokovu tulionao. Leo hii tuna watoto na ulimwengu jinsi ulivyo. Mtoto yeye mwenyewe ni kiongozi wa maisha yake. Tulifundishwa hapo.
Yeye mwenyewe binafsi ni kiongozi wa maisha yake. Lakini mtaani kuna walimu, si ndio? Shuleni atapata walimu, si ndio? TV zetu ni walimu. Lakini pia hata simu tulizonazo ni walimu, si ndio jamani? Kwa hiyo kama mzazi haujapata hekima na maarifa yatokayo kwa Mungu na ule ujuzi wa kimungu, maana hivyo vitu huwa vinafundisha kama Mungu atakavyo. Unaweza kuwa umesoma masomo sana ya malezi ya watoto na nini, ndio yatakusaidia, na usiache kuyasoma. Yasome na uyatendee kazi. Lakini kipo kitu ambacho ni cha muhimu katika maisha yetu sisi tuliookoka, kinachoweza kututofautisha na watu wengine, ni ile hekima na maarifa na ujuzi wa kuvumbua mambo ambapo watu wengine wanatushangaa. Ili uweze kulea watoto wako watembee katika mapenzi ya Mungu, ni lazima mzazi kuwe na ile hekima. Tukiwa na hekima ya Mungu, kila mtu atamfundisha mtoto wake kwa namna ya Mungu apendavyo. Maana Mungu ndo anayemjua huyu mtoto ni wa namna gani. Huyu mtoto ni mchungaji, huyu mtoto ni mwinjilisti, huyu mtoto ni nabii. Kwa hiyo ile hekima ya Mungu inatusaidia kama wazazi kumlea mtoto kama Mungu apendavyo. Tuko hapa kanisani. Unaweza ukashangaa makanisa yanatofautiana. Nikapata taarifa ya mtu mwingine akaniambia hivi, kwa kweli mimi, huyu dada aliondoka kanisani akaenda kuabudu sehemu nyingine, ni kanisa tu la kiroho. Lakini baadaye akaanza kuniambia, kwa kweli ninaona aibu kurudi, maana niliondoka kama nikiwa na ghadhabu, lakini nimekuwa kule sina amani. Ni kwa sababu yawezekana lile kanisa lipo kama kanisa, lakini ile roho ya utendaji, ya uvumbuzi, ya hekima, ya maarifa